Pia sana. Bwana Yesu asifiwe wapendwa wangu. Tunamshukuru Bwana Yesu ametupa neema sana wiki hii kuja huko kwenye kongamano. Tunakuaga nalo kama mnavyoelewa, mliotembea na sisi kwa muda kidogo, tunakuwa nalo mwezi wa 7 na mwezi wa 12. Kwa kweli, wapendwa, niwaambie kitu. Mungu yupo nchi yoyote. Mungu yupo sehemu yoyote. Kwa sababu ukiona watu wa Mungu wa huku wanavyomshika Yesu, wanavyopambania Yesu, mchungaji wa huku, askofu wa huku ni mtu amekaribia miaka 80, lakini sijaona siku maombi ya saa 11:30 asubuhi eti hajaingia kuomba. Sijaona toka nimewafahamu. Na huu nadhani unaenda mwaka zaidi ya mwaka wa 10. Haleluya. Itupe nguvu na kutupa moyo sisi. Pambania mbingu mpendwa wangu. Pambania mbingu. Masomo yapo, nimekuwa ninayarusha na nitaendelea kuyarusha. Nenda. Nashukuru Mungu amempa neema mtumishi wa Mungu kwamba tutafsiri. Ili na sisi wengine tunaongea Kiswahili tupate neno. Kasikilize, utapata kile ambacho cha kukutia nguvu. Ila leo ninasisitiza ujumbe uliohubiriwa jana. Nitawarushieni link kama hamnayo, baadaye nitawashirikisha. Nimetafsiri. Mama amevaa joho jeusi. Yeye nguo yake huwa anavaaga, sio kwamba leo nyeusi ni rangi mbaya, hapana. Unakuta mwingine unakuta kitu, unanunua kitu ambacho wewe unakiona kinawezekana, lakini usiangalie mengine. Sikiliza kinachotoka kwenye mdomo wake. Aliongea vitu jana, hakujua wengine tulikuwa tunachapwa fimbo zetu. Na nilienda mwishoni nikamshukuru kwa fimbo ambayo Mungu amemtumia kututandika wengine, kutuamsha wengine. Neno la leo linatoka Mathayo 24, mimi ambalo andiko mimi nimepewa. Mathayo 24 mstari wa 40 unasema hivi, na analichoongea kinatuhusu wanawake, kinatuhusu wasichana na kinahusu vijana kabisa. Vijana wale ambao tunawalea tutawasaidia. Andiko linasema hivi, nitasoma kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Inasema, wakati ule watu wawili watakuwako kondeni, mmoja atatwaliwa, mmoja ataachwa. Wanawake wawili watakuwa wakisaga, mmoja atatwaliwa, mmoja ataachwa. Kesheni basi, kwa maana hamjui ni siku ipi atakayokuja Bwana wenu. Tuende andiko la pili nililopewa ni Luka 17 mstari wa 34 mpaka 36. Inasema hivi, amini nawaambia kizazi hiki. Bwana Yesu nisamehe, nimejikwaa kwa neno hapo. Narudia, amini nawaambia kizazi hiki hakitapita hata hayo yote yatakapotimia. Mbingu na nchi zitapita, lakini maneno yangu hayatapita kamwe. Walakini habari ya siku ile na saa ile hakuna ajuaye, hata malaika walio mbinguni, wala mwana, ila Baba peke yake. Haleluya. Anaenda mstari wa 40, anarudia neno lile lile, wakati ule. Hii ni Luka. Wakati ule watu wawili watakuwako kondeni, mmoja atatwaliwa, mmoja ataachwa. Wanawake wawili watakuwa wakisaga, mmoja atatwaliwa, mmoja ataachwa. Wapendwa, tunapewa neno la kututia nguvu. Mtumishi wa Mungu amezungumzia habari ya jinsi ambavyo unakuta mtu amezungumzia kwa watu kwa ujumla, lakini nikawawazia wamama na mambo tunayopitia. Unaweza ukajikuta watoto, kazi, mume. Sana sisi ni vitu vitatu. Ndugu wa pembeni wasio sana kutuvuta. Mpendwa wangu, jitahidi madhabahu yako endelee kuwa ya moto. Hata kama uko bize, huwezi kuingia kwenye kundi hapa la maombi. Kule uliko, amka, tembea na Yesu wako. Uko kwenye kazi, pambania Yesu wako. Simamia neno. Huwezi kusoma neno, sikiliza neno. Mtumishi wa Mungu amesema watu ayani jana, nashukuru Mungu alimpa ukali mtakatifu. Hasira, yani ukali mtakatifu. Akasema watu tunaogopa hata kushuhudia watoto wetu, tutawakwaza. Tunaogopa kushuhudia ndugu zetu, tutawakwaza. Anasema wewe waambie washuhudie. Kazi ya kuokoa ni ya Yesu Kristo, ni ya Roho Mtakatifu.
Akasema tusiendekeze waume zetu tulioolewa wakaturudisha nyuma, wakatupunguza nguvu. Mwanaume anakurudisha nyuma kwa jinsi gani? Wanawake wengi, naona wanaume siku hizi wamepata kichaa. Makwazo. Anakukwaza, yani maneno, visa, vitimbwi. Hasa ni sijui ni huko nchi za nje. Lakini hata Afrika, mume wako akiwa hajaokoka lazima atatumika kuwa mwiba kukurudisha nyuma. Kwa sababu shetani anajua yuko karibu na wewe. Mmeunganika, yani kuna fungo la nafsi. Ndoa inaleta kifungo cha nafsi, yani mmeshirikishana nafsi. Ujue tendo la ndoa, ndio maana watu wabaya wanatumia tendo la ndoa kuharibu hatima ya mtu. Watu wabaya anaharibiwa kama ni mwanamke, hatima yake, kama ni kijana, uzinzi wa sherati, kile kitendo kinawaunganisha nafsi. Ndio maana neno la Mungu linasema na wawili watakuwa mmoja. Sasa wewe ukiona mume wako ana mapungufu, ukiona mume wako mdomo wake unatumika vibaya, ukiona mume wako ana makwazo, mpendwa, kuwa katika hali toba, rehema na utakaso. Usimhukumu mume wako, wewe pambania mbingu yako. Mungu, naomba umsaidie, naomba umsamehe, hapo amenikwaza na kwa kweli moyo unaniuma, amenikwaza, naomba umsaidie. Unaweza kukuta wengine waume zao wanawaambia, mbona umeacha mapambo siku hizi, umezeeka. Tafuta jinsi ya hekima, utabalance vipi usimkosea Yesu wako, lakini pia huyo mwanaume naye umtendee haki. Anataka sijui nywele upunguze kidogo, haya. Anataka nywele ziwe ndefu, haya, pambana. Lakini usimkosee Mungu wako. Unajua utakatifu tulichoambiwa kuwa msafi. Tumeambiwa tusiweke madawa haya ya nywele. Tunaambiwa tusikoboe nyuso, tusijichubue uso. Unajua tulichoambiwa, na Roho Mtakatifu ni mwaminifu, atakuongoza. Ila usimkasirikie mume wako. Usimkasirikie, utakosa mbingu. Anatumika kama chombo, ukose mbingu. Mpendwa wangu, nitaongea na wamama walioolewa, afu nitaongea na mabinti. Hili neno nimetembea nalo siku 2-3 hapa. Mpendwa, kuwa na unyenyekevu, kuwa na hekima ya hali ya juu. Muombe Mungu neema na hekima. Utaenendaje kwenye nyumba yako? Usiikose mbingu. Kumbuka hili andiko. Unataka wengine mmoja, kuna andiko mahali liko hapa, lakini hili neno linatosha. Unataka muwe mmelala, unyakuo unakuja, mmoja ananyakuliwa, mmoja anabaki. Wa kunyakuliwa yao ni wewe. Mpendo, tumepitia kitu huku Marekani wiki iliyoisha. Wanasema kuna moto umetokea Canada. We shangaa wewe, ni moto wa aina gani? Wanasema mioto eti 100. Na siku hizi ukiangalia, asiyeamini kwamba tuko siku za mwisho, Mungu amhurumie. Siku hizi mioto inalipuka ovyo ovyo tu kila mahali. Eti moto utoke Canada. Ukiangalia ramani, Canada na hii miji yetu ni umbali ni wapi na wapi. Lakini tulikuwa moshi umetanda kwenye anga. Mpendwa wangu, wale ambao korona iliwaachia shida ya kupumua, wewe niambie, moshi ule wa orange umejaa kwenye anga. Ukitoka nje unasikia kama vile, ninakumbuka ukipitaga kwenye madampo ya kuchoma uchafu Dar es Salaam, ile harufu ile, yani madampo kule wanapotupaga uchafu, unadhani wanachomaga, ile harufu ile ndio iko nje. Sasa wewe angalau uko ndani, ukiwasha AC una unafuu kidogo. Nikamwambia Mungu, hawa walioko homeless, kwa sababu sasa hivi maisha yalivyo huku, shetani alichofanya, kuna watu wamefukuzwa makazi. Mpendwa, kuna watu wanaishi kwenye magari. Kuna watu wanaishi kwenye magari. Wewe uliye na kazi, shukuru Mungu. Wewe unayeishi nchi, unaweza ukalima bustani. Acha kuzembea, acha ubishi. Wewe mwenye kazi inaingiza shilingi 10,000, 20,000, sijui dola ngapi, mshukuru Mungu, manage pesa yako vizuri. Kuna watu huku wamesoma, hawana kazi. Yaani siku hizi kwenye YouTube wanajisifu, ngoja nikuoneshe jinsi ambavyo unaweza kugeuza gari yako ikawa nyumba. Ndio watu wanajisifu video huku. Na muogope nyinyi ambao mnasema wamezidi dhambi. Nyamaza, funga mdomo wewe. Funga mdomo kabisa. Tuko siku za mwisho. Walioanzisha maovu na mateso
Huwajui wote wewe. Chanzo cha mateso ya wanadamu huko Marekani, Ulaya, Afrika, wapi, huyajui. Nyamaza, funga mdomo wako kabisa. Walokole wana maneno ya kiburi kweli kweli. Hao wote wataenda kuzimu. Watu wote Marekani hamna atakayeenda mbinguni. Hamna watumishi sijui nchi fulani. Nyamaza wewe, funga mdomo kabisa. Tena watu wanaoongeaga ovyo huwa hawana maandiko kichwani, kwa sababu andiko likikuingia wewe utakuwa na hofu ya Mungu sana. Turudi kwenye huu ushuhuda wa Moshi. Yaani ukiwa nje, kama ulishapataga shida ya kupumua, moshi, unaona moshi mzito, yaani unaona hewa ni nzito. Nilimwambia Mungu, nikasema Mungu, nakumbuka zile shuhuda za jehanamu. Jehanamu ndio hali ya hewa, ndio hivi, ndio mtu unakuwa kule, pumzi, ukipumua unapumua moshi. Nikasema Mungu tusaidie tusiingie jehanamu, tafadhali Mungu wetu. Na kuelezea, kuna shuhuda nimeirusema nadhani jana. Kuna siku hiyo tulihangaika wiki nzima na hiyo hali. Ikafika Ijumaa usiku saa 8 kama sikosei. Ni Ijumaa kama sikosei, Ijumaa. Kwa sababu kesho yake nilikuwa sitaki kwenda kazini. Nikamwomba Mungu saa 8, nikasema Mungu tafadhali. Nikiangalia nje hivi, nasema Mungu, hii hali ikiendelea wiki 2, pa kukimbilia hakuna. Unakimbilia wapi kwenye hewa safi? Mpendwa, wewe ambao anga lina hewa safi, unalichukulia wepesi, unanungunika, sijui nini, Mungu hiki, sina hiki, nipe hiki. Wewe funga mdomo kabisa. Shukuru Mungu una anga lenye hewa safi. Unajua hicho kitu kwa tunachukulia chepesi tu, tunakichukulia ovyo. Unaona anga, hujui litasafishika lini. Kila unapoenda ni moshi. Hiyo Alhamisi ninaamini tu Mungu alinihurumia, ilikuwa ratiba imefika, lakini mimi binafsi nilishuhudia jana, nikasema mimi ninaamini Mungu alinihurumia, kwa sababu hali ilikuwa ni mbaya. Uko ndani unaona nje, unasema utaki kuangalia nje. Nikamuomba Mungu, nikasema Mungu, naomba utusamee, utuhurumie tu, tuletee kamvua kidogo, tuletee kamvua kapunguze huu moshi. Naona Mungu tu alinihurumia. Au inawezekana hali ya hewa ilikuwa imefikia, lakini ilifika saa 11 mvua ilinyesha. Na kuanzia hapo ikawa masaa machache inanyesha, inaachia, masaa machache inanyesha, inaachia, paka safishika. Mpendwa, kama una manunguniko mbele za Mungu, wewe naomba ingia toba, tubu. Mtumishi wa Mungu amesema jana, tusipuuzishwe na mambo ya maisha ya dunia haya. Hakuna mwenye uhakika wa kuamka kesho, amesema mtumishi. Kamsikilize, nimetafsiri mpendwa wangu. Okoa maisha yako. Kama una dada zako, kaka zako, amesema watoto wetu tu, kila nafasi tunayopata wapenyezee Injili. Wacha wakwazike, wewe wapenyezee Injili, usije ukalaumiwa. Mwenye kuokoa ni Roho Mtakatifu. Amesisitiza nikawaza nikasema, oi Mungu we. Amesisitiza, wapo walokole wengi wameokoka, wamenyoosha miguu, juu wamemaliza Tena ameokoka kanisa la utakatifu, amebatizwa kwa jina la Yesu, amemaliza. Anasahau Matendo ya Mitume 2:38 hapo mpaka 42. Anaruka kitendo cha kujazwa Roho Mtakatifu. Anakuwa poa, anaenda kanisani, anatoa cha 10, anaimba mapambio. Hajajazwa Roho Mtakatifu. Utajuaje hajajazwa Roho Mtakatifu? Angalia maamuzi yake ya maisha, angalia anavyotembea na Yesu wake, angalia shetani anavyompelekesha. Anateta watu, anafanya vitu vya ajabu. Roho Mtakatifu hawezi kumuongoza kufanya chochote. Ombea huyu, shuhudia huyu, amka soma neno, amka usiku omba, funga, fanya hiki, funga kwa njia hii. Sio kila mtu atafunga sawasawa na mwingine. Wengine wanaweza kufunga kavu, tuna wengine hapa wajawazito. Tunawaombea kabisa kila siku. Wengine kazi yetu sisi ni kuombea wajawazito wetu tunaowajua wajifungue salama. Hicho tu. Kuna wengine wameshajifungua. Tena hao tunawatuma wajawazito, nenda kwake yule, atakushauri. Huyo ana experience, nenda. Kila mtu Roho Mtakatifu anaona ni ziada, ni extra. Na wachungaji wetu si mnawaona, mnawasikia. Una mchungaji gani anakusisitiza wewe ujazo Roho Mtakatifu? Bila hivyo malangoni kule ni utata. Usidanganywe na shuhuda. Ingia kwenye Biblia. Matendo ya Mitume 2:38 mpaka 42 inasema nini? Sasa wewe pambania Roho wa Mungu wewe. Wanasema unajazwa, unatakiwa tujazwe. Na mpaka hatari neno linaambiwa
Sio lazima kunena kwa lugha. Andiko linasemaje? With evidence of speaking in tongues, kwa ushahidi wa kunena kwa lugha. Hakikisha fuatilia masomo ya Roho Mtakatifu. Na amesema mtumishi, tengeneza mazingira Roho Mtakatifu aje. Kwa sababu gani? Usipotengeneza mazingira vizuri, roho zingine zitakuangukia na lugha utainena, kwa lugha utanena. Haleluya. Ameongea mtumishi jana, nikasema huyu Mungu amemtumia. Mungu amemtumia. Kuna vitu ameninyoshea hata mimi njia, amenisaidia. Na wakati huko tukiwa kwenye uwepo kwenye lile kanisa, ukikaa ndani mle, na kuambia Roho wa Mungu anaanza kukusemesha vitu. Roho wa Mungu anakusemesha vitu. Roho wa Mungu anakutahadharisha vitu. Roho wa Mungu anakuonya vitu. Na wewe badilika hiki, na wewe hacha hiki. Yaani unakaa pale, hatusikiagi njaa. Huwa nawaambiaga wapendo wangu, hatusikiagi njaa mle ndani. Unakuwa umekula mchana, unakula ukirudi kanisani usiku saa 5. Hapa katikati kwenye ibada usikii njaa mpendwa, usikii kuchoka. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Samani mzee hapa alikuwa tunaongea kitu, anaenda mahali, mimi naendelea kutoa neno. Anaenda natoka nje kidogo kwenye kufuatilia kitu fulani. Haleluya. Mungu wa Israeli, mpendwa wangu, usipuzishwe na wewe, shika neno. Nilikuwa na wawaza wapendwa wangu wanaotunza utakatifu, wanaofunika kichwa, wanavaa nguo ndefu. Shetani nakwambia anatupeleka na vituko. Unaona kwenye makanisa ya watakatifu kuna vituko kama makanisa mengine. Kwa sababu gani? Shetani yuko kazini. Shetani yuko kazini. Shetani hachoki. Shetani hachukui likizo. Shetani hana huruma. Shetani hajali. Na yeye anawazoa vizuri. Hawajui kwamba hapa ni mtego huu, hebu niepuke. Mpendwa wangu, ujumbe huo tumesisitizwa hayo mambo. Usiogope mume wako, dada yako, kaka yako kazini. Usiogope mtu. Shika Yesu wako na miguu miwili. Fungua Biblia yako. Kama wewe kusoma Biblia haiwezekani, tafuta Biblia inayosema. Hakikisha ni ya nini? Ni ya Agano Takatifu. Na waambiaga kina mama, sisi ni binadamu. Tuna nafsi, mwili, roho na fahamu. Tunatakiwa kubalance. Kiroho, tunza utakatifu, jazwa na Roho Mtakatifu ya kuongoze. Asipokuongoza dada, utakuwa ni kituko. So unaona wapendwa wenzetu ambao hawaongozwi na Roho Mtakatifu, utajuaje? Anayumba. Maisha siku zote yatamgonga. Maisha yake haishuhudii mtu aje kwa Yesu. Yaani anafanya matatizo, anamwaibisha tu Yesu kwa kikweli. Mimi nikiacha kufuata Roho Mtakatifu nitamwaibisha Yesu. Nitajikuta nimeongea vitu visivyofaa kazini, kwa ndugu, jamaa, marafiki, kwenu nyie, kwa mume wangu hapa. Nitajikuta nimefanya maamuzi ya ovyo. Roho Mtakatifu anakuaga anatuonya. Saa nyingine anatuonya tunakuwa na kichwa kigumu, anatumia mtu au anatumia neno. Mpendwa wangu, shika neno lako vizuri. Halafu maarifa, ongeza maarifa. Dunia hii ya leo bila maarifa, mpendwa wangu, dunia hii, maisha yetu tena tutarudi kule kule. Watu wanazaniaga mimi nimeokoka, wacha nikae tu ovyo tu kinyonge. Utakuja kujibu siku ya mwisho wewe. Kwa sababu kuna watu uliwazuia kuingia mbinguni kwa kuangalia maisha yako yalivyokaa ya hali ya chini, kwa sababu ya wewe umekataa kujituma. Kuna maisha ya hali ya chini huna jinsi. Mungu ndiye alikuwa kupitisha. Lakini maisha yale ambayo unaweza ukavuka, unaweza ukasonga mbele, unaweza ukaishi maisha usema mimi natamani wokovu. Unaona watu wenye wokovu, wasafi, wana maendeleo, wanafanya vitu vya maana, hawapotezi muda, hawana muda wa kugombana na mtu. Yaani unatenda mema, unasonga mbele kwenye maisha, watu wanamheshimu Yesu wako. Usizanie unyonge ndio utakatifu. Usinyazanie maisha unakuta watu wa Mungu ni wanyonge. Ukifanikiwa we ni Freemason. Mimi naangaliaga na nyamaza kimya tu. Na nyamazaga kimya.
Kila hali, mahusiano unakuwa wewe. Ndio watu kwenye familia wanajua, nikiwa na changamoto, naenda kwa fulani nitapata ushauri. Naenda kwa fulani nitapata maombi. Kazini wanakuheshimu, hawatukani mbele zako. Wakitukana mbele zako wanaomba msamaha. Unakuta hata mwajiri anasema huyu ni muongeze cheo. Unafanya kazi kwa uaminifu, unafika mapema, unatoka kidogo baada ya muda. Mpendwa watakatifu, neno la Mungu, na wakati wote huwa unafanyaje ukiishi maisha ya hivyo? Uko tayari kwa unyakuo, mpendwa wangu? Kuna mtu ana mkataba wa kudumu kwamba mimi lazima nitaishi miaka mpaka nifike 80? Mimi lazima niamke kesho asubuhi? Yupo? Hakuna. Ndio maana maisha haya yanayotusonga songa yanatupeleka huku na huku. Wewe tunza uwepo wako wa Roho Mtakatifu. Mwambie Roho wa Mungu, ninaambiwa unatakiwa unijaze mimi, uniongoze. Mbona mimi sijajua inakuwaje? Basi yani we msumbue Roho Mtakatifu. Sikiliza masomo ya Roho Mtakatifu. Waliofundisha wapo, sio tu sisi. Na Mungu atakutembelea. Si niliwapaga ushuhuda hapa mama. Dada yetu mama Muturi. Alikuwa anafanya kazi Uturuki. Alijazwa Roho Mtakatifu, tunaongea kwenye simu. Nakwambia siku hiyo nilipata somo sijasahau mimi. Tafuta Roho wako Mtakatifu. Fanya kazi zako vizuri, tunza nyumba yako vizuri iwe safi, heshimu mume wako, hudumia mume wako. Umeolewa, hudumia mume wako kwa unyenyekevu. Mume wako ana changamoto za yoyote zile, ni madhabahu hiyo umeunganishwa nayo, pambania na hali yako. Ndio somo nilitoaga siku chache zilizopita. Pambana na hali yako. Mume wako ana mdomo, mume wako anafanya wokovu wako mgumu, pambana na hali yako, simkasirikie. Ili Mungu maombi yako yanaweza akamsaidia akaokolewa. Kumbuka ya maandiko tuliyopewa, mmoja watakuwa wamelala wawili, mmoja atanyakuliwa, mmoja atabaki. Amua we ni wakubaki. Ndio maisha yanapotupeleka. Mtumishi wa Mungu jana ameongea vizuri sana. Amesema hakuna Mkristo atasema hana changamoto, hana majaribu. Hakuna. Mungu, namshukuru Mungu sana kuniunganisha na hili kanisa. Kwa kweli namshukuru Mungu. Alinihurumia. Askofu wa watu anampenda Yesu kwa jinsi ambavyo yeye ana neema ya kumpenda Yesu. Anampenda Yesu kweli kweli. Nilishawashuhudiaga nyumbani kwao TV, wewe wataweka ni mahubiri, taarifa ya habari. Hii taarifa ya habari wakiweka matangazo ya biashara wana mute. Wanasikia taarifa ya habari na mahubiri. Yeye na mama wa watu, Mungu awasaidie ikifika wakati wao wa Bwana wasikose mbingu. Wasikose mbingu. Na wanajitahidi, wajukuu zao mnaona wanatumika, watoto wao wanatumika. Sio kwamba watoto wote tuliozaa wataokoka, lakini wewe waombee. Kuna mtoto wao mmoja hajaokoka na vijana 2. Omba, shetani lazima akamate mtu kwenye familia. Si unajua hiyo? Lakini leo ninakupa moyo. Hizi jumbe tunazozituma, tufanyie vitu viwili. Sikiliza kwa ajili yako we mwenyewe, alafu tusaidie tu, watumie wengine. We tuma tu. Tuma. Kuna atakaye sikiliza, kuna atakaye okolewa. Ametoa mifano mizuri jana. Anawajua watu wameshikwa na bangi, wako hapo. Wameshikwa na bangi. Huyo mama anafanya kazi ya Mungu. Kwenye mji wake anaendaga mitaani. Walioshikwa bangi, wale wanaojiuza, wale ambao wameshikwa na ulevi, wale ambao yani wanajuaga wanaweza. Huyu mama anaenda anarudi anafuatilia. Anamshuhudia anarudi anafuatilia. Ndio maana mnao hukumu wanawake sijui kutumika. Nyinyi endeleeni tu kusema mnayosema na kuhukumu. Siku ya mwisho Mungu ataamua. Ina maana huyu mama mlitaka akae jikoni apike tu ugali. Tusonge mbele. Tusonge mbele. Sisemi mwanamke awe mchungaji, hapana. Ila wanawake tushuhudie. Wanawake tufundishe neno la Mungu watoto wetu. Tufundishe dada zetu na kaka zetu. Ina maana wewe inabidi neno la Mungu ulisome. Kuomba ni kuzuri, kufunga ni kuzuri, lakini jaa neno. Siku ya mwisho neno lililo ndani yetu ndio litapimwa. Sio maneno yaliyosemwa mdomoni. Sio mashuhuda tu. Tupambanie mbingu kweli kweli. Kila siku ni neema. Ingia hapa omba. Ninawapenda sana wamama. Mnaingia hapa mnaomba. Nilishawaambiaga Disemba, niliambiwa majukumu yangu yatabadilika. Mimi sasa hivi ninatumika, kuna vitu vinaendelea inbox. Sitakiwi kumshirikisha mtu. Ninaomba kila ninapoenda. Ninaomba kila nilipo.
Gari yangu ile malaika mwenyewe anajua naye kuaga mle. Nikiendesha huku na huku ninaomba. Nikiwa nafanya shughuli zangu ninaomba. Ninapambania mbingu. Kwa hiyo nikutie moyo. Fuatilia mafundisho ya wiki hii yatakujenga mpendwa wangu. Kuna wahubiri ambao wamehubiri, kuna ambao watakujenga wapo. Wewe sikiliza tu, alafu shirikisha wengine. Utakuwa umemaliza kazi. Ila nakuomba Biblia yako ya sauti, weka wakati unafanya kazi zako. Sikiliza maandiko. Rudia, leo nasoma Mathayo. Sikiliza Mathayo. Leo nasoma Waefeso. Unasikiliza Waefeso. Kuna neno litabaki ndani yako. Fungua Biblia yako kama unaweza kusoma, soma. Kama huwezi kusoma basi sikiliza Biblia. Ili unyakuo mama yangu, ukiwa leo usiku. Mimi hapa sasa hivi unaona mzee tuko mahali, tuko bado kwenye mkutano. Tulipofikia imebidi aende kufuatilia kitu kingine. Mimi neno hili nimekamatwa, ni wachana na mambo mengine. Kifungua kinywa sijui nini itafungulia huko baadaye. Mpendwa wangu ninakuomba. Fuatilia haya masomo, utajengwa mpendwa. Na usihukumu mtumishi wa Mungu yoyote, usihukumu Mkristo yoyote, usiwe mtu wa Kristo tunatoa matamko ya kusikitisha kweli. Huyu ni wakuzimu, huyo ataenda mbinguni. Injili kwa wale ambao mko kwa wachungaji ambao wanahubiria mambo yale tu. Kuna wachungaji wameitwa kuhubiria mapambo tu. Wao kumsaidia mtu kuacha dhambi, kujazwa Roho Mtakatifu, wao kumhubiria mtu hivi, hebu tumika hivi kwa watu wako. Hivi ndivyo unashuhudia watu. Yaani masomo ambayo yako ya aina kwa sababu maisha ya mtu yako aina ya aina. Mwanamke akiacha mapambo, hajajazwa na Roho Mtakatifu, asomi neno, haombi, ana mdomo, ni mvivu, ni mzembe, anaweka mateso kwenye familia yake. Yesu Kristo mwana wa Mungu atajibu siku ya mwisho, ataingiaje mbinguni? Ngoja niongee na mabinti zetu. Roho wa Mungu ananiambia huo ni ujumbe wa peke yake. Nitaongea na mabinti, ninawaomba sikilizeni hizi jumbe. Ila nitawapatia ujumbe wenu mabinti ambao hamjaolewa na mmeokoka. Hamjui dunia tunayopita hii ikoje. Wapendwa wangu, Mungu atusaidie. Ninawapenda sana, ninawathamini sana. Msinione na kuaga kimya. Nimeshawaambia dunia ya leo ni siku za mwisho. Ombea maisha yako, ombea mume wako kama una mume, ombea dada zako, kaka zako, ombea watoto wako, na ombea wachungaji. Ninarudia, naomba nirudie. Roho Mungu anasema rudia tena. Ombea wachungaji, ombea watumishi wa Mungu. Mpendwa wangu, kila mchungaji kuna vile ameitwa. Maana siku ya mwisho atajibu vile ameitwa. Wewe fanya kazi yako ya kumuombea. Usihukumu anavyotumika. Usihukumu anavyohubiri. Hukuwepo siku anayoitwa. Uwepo. Wewe muombe. Ukiona kitu, ombea. Usiende kuongea pembeni. Utabeba hukumu. Utaikosa mbingu kienyeji kabisa kilaini. Ukiona kasoro kwa mchungaji, ina maana wewe hiyo ni karama yako, ni kazi yako. Beba ule mzigo. Beba. Mungu, ninaona kasoro fulani kwa mtumishi fulani. Ninaomba umsaidie. Naona kasoro fulani kwa mama mchungaji. Naomba msaidie. Ninaona kanisa hili kuna tatizo fulani. Ninaomba ulisaidie. Wewe omba. Mengine mwachie Mungu. Mwachie Mungu, sio kazi yako. Na Mungu atakubariki. Kama unajua kanisa lina mapungufu na unaongoza kutafuta lingine, tafuta lingine. Kuna mpendwa wetu juzi Kenya kwenye inbox amepata kanisa Kenya. Ni kijana tu ameona kanisa nililopo. Hapana. Amepata kanisa kupitia nyinyi hao kwenye hili kundi. Amepata kanisa, ameenda anasema mama nashukuru Mungu nimepata kanisa liko sawa. Kazi ya Mungu hapo tumemaliza. Tunasubiria mwingine. Hizi ni siku za mwisho, hatuna uhakika wa kesho. Tupambanie tu mbingu. Tuombe, tufunge, tunavyopata neema. Kuna njia mbalimbali za kufunga. Wewe omba, funga, tunza utakatifu wako. Usiingie kwenye maneno ya malumbano.
Tusiingie kwenye maneno ya kusema sema. Wewe shika Yesu wako kwenye hii safari. Chunga waume zetu, utaikosa mbingu kienyeji. Na kuelezea shetani ni mbaya. Shetani atahakikisha una hasira ya makwazo, na usiku asubuhi hujaamka. Atahakikisha anakuzoa jehanamu kilaini kwa njia hiyo. Ukiona unakwazwa na mtu, omba neema ya kusamehe. Omba hekima ya kuenenda naye. Utaenenda naye vipi? Kwa sababu tayari uko kwenye ndoa pamoja naye. Usikubali kwenda naye jehanamu. Jehanamu ni kubaya. Na kuambia wiki iliyopita nikasema Mungu, wanasema jehanamu hewa ni moshi, huna pa kupumua. Tulionja kidogo hii wiki iliyoisha. Nakwambia usiombe kuingia jehanamu. Mtumishi wa Mungu jana amesema, amerudia sana, mama wa watu amesema sana, ameeleza jehanamu kuliko. Anasema kuna funza kule wasiopumzika kung'ata watu na moto usiozimika. Amesema jana moto wa kiberiti, karudia mara kwa mara. Mungu ambariki yule mama, na usione pale amesimama na umuombee. Usione pale amesimama na kazi ya Mungu, ana vita vyake vya kumtosha. Ninachompendea yeye, anasimama na Yesu wake na kuelezea mapambo mpaka mafuta ya kupaka. Alikuwa ananifundisha, anatengeneza mafuta yake ya kupaka mwenyewe. Alikuwa Roho wa Mungu tembea na Roho wa Mungu atakusaidia. Mafuta ya kupaka ya nywele, ya kichwa, ya ngozi, anachanganya mwenyewe. Nini hii ya shampoo ya kuoshea nywele, na nywele zake ni za kawaida tu hizi, hajaweka dawa. Dawa ya mswaki anatengeneza mwenyewe. Ndio maana wahurumia wanaosema sijui Marekani sijui nini, wanyamaza. Wewe waache waendelee na injili yao. Wewe shika Yesu wetu. Wapendwa wangu, nisiongee sana, ninawapenda, ninawathamini. Kuwa huru hapa. Ukijisikia kuomba, ingia. Uzuri simu yangu kama ni kwetu mchana, kabla sijalala, nitasikia umeingia, nitakuja nitakuunga, kwa sababu hili kundi WhatsApp, usipounga simu mbili inakata, nyingine inakata. Ukijisikia unataka kuingia kuomba, nipigie, mama nataka kuingia kwenye kundi la maombi. Kama tuko kwenye ibada au kama ni mchana, ingia muda wote mama. Weka madhabahu yako moto, madhabahu ya moyo wako, ya nafsi wako isipoe. Mbarikiwe sana, mnasaidia watoto wenu, mnafunga nao, mnafunga. Mbarikiwe sana, mnafundisha watoto wenu neno la Mungu. Mbarikiwe. Ninamuinua Mungu kwa ajili yenu. Nyie ndio mnanipaga nguvu mimi ya kusonga mbele na hii safari ya kutumika. Naambiwa usichoke. Watu hawafuatilii maujumbe, sawa. Watu wengine wanakubloku, sawa. Nyinyi Mungu awatie nguvu tu wa mama. Na waomba sana, msichoke. Shikeni Yesu, fuatilieni haya masomo. Kama una Facebook yako, wewe rusha tu. Kama una WhatsApp yako, wewe rusha tu. Kuna mtu neno litamuokoa, litamfikia. Mbarikiwe na asanteni sana kwa muda wenu kwa kunisikiliza. Tutaonana tena wakati mwingine, wakati wa kuomba. Kama una neema kuendelea kubaki kuomba, basi baki kuomba. Ila mbarikiwe sana. Asante. Mpendwa wetu, fuatilia hizi video. Nitaweka hiyo linki inayozungumzia hapa chini ya hii ujumbe. Ila wewe tuma, shirikisha huyu mama ametumika jana. Huyo mama ametumika. Ni mama huwa anahubiri mitaani. Japo ana majukumu ya huduma, lakini anahubiri mitaani. Mpendwa wangu, wewe endelea kushika kazi ya Mungu. Kazi ya kutafuta mbingu. Pambana duniani. Ya duniani pambana. Uwe na kazi ya bidii, lakini ya mbinguni pambania zaidi. Achana na maneno ya watu. Kuna maneno mengi, kuna mahubiri mengi, kuna mafundisho mengi. Shika Biblia yako, fungua, sikia na kufundisha nini. Nyenyekea mbele za Mungu, akusaidie. Hakuna aliye mtakatifu kuliko mwingine. Nyenyekea tu, nyenyekea. Unayoona vurugu zilizoendelea humu kwa Kristo, kuna vurugu kwenye makanisa kweli kweli. Kuna kuchanganyikiwa kwa hali ya juu. Wewe shika tu Yesu wako, ombea watumishi. Waombea watumishi wote na wake zao. Ombea watumishi wa kike na wa kiume, waombee watumishi wa Mungu alioitwa. Ubarikiwe na damu ya Yesu ikuhifadhi, ikutunze. Tafadhali subscribe kwenye hii channel, acha ya kwetu na hii ya hii huduma ambayo tumeenda kwenye mkutano. Wewe subscribe. Mungu atakubariki kwa sababu YouTube inaonesha
ujumbe watu wengi zaidi, kwa watu ambao wamesubscribe wengi, na mnavyo share. Kile kidogo Mungu alichotuitia, unakuwa umesimama nasi. Ninaamini kuna kitu fulani Bwana Yesu anatuhesabia huruma kwa kazi tunayofanya katika shamba lake, katika dunia hii ya mwisho. Ubarikiwe mno. Kama hujawahi kusubscribe kwenye hizi channel mbili, hii tuliopo kwenye mkutano na hii ya kwetu, tafadhali subscribe, na Mungu akukumbuke, akuone, akupiganie vita vyako. Tuje tuonane mbinguni. Amen. Msiache kutuombea, na sisi tunaombea wasikilizaji wote wa jumbe hizi. Amen.